ونصح الأمة وكشف الغمة. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فالتقوى خير زاد وأفضل عمل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إخوة الإيمان والإسلام، baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala pamoja na kumtakia rahma kiongozi wa umma Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, awalan usikum wa usi nafsi bitaqwa Allah taala. Jambo la mwanzo kabisa ninakuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah tabaraka wa taala. Fattaqwa khayru zadi, kwani tunatakiwa tufahamu ya kuwa andao lililokuwa bora kwa mja kwenda kwa Mola wake ni takwa. Wa afdalu amalin, na ndio amali iliyokuwa bora zaidi ambayo kwamba itamfaa yeye katika siku ambayo kwamba la yanfa'u malun wala banun, haitomnufaisha yeyote mali yake wala watoto, illa man atallaha biqalbin salim, isipokuwa manufaa yatapatikana kwa mtu ambaye kwamba atamwendea Allah tabaraka wa taala na moyo ambao kwamba ni msafi. Ndugu zangu tukufu wa Islam, katika kipengele cha moyo uliokuwa msafi, tupige mstari katika kipengele hiki. Khatibu ambaye kwamba alihutubu katika juma lililopita alijikita na akasimamia aya ya Allah tabaraka wa taala ambayo kwamba inatueleza na kutuambia kuwa wala tabghil fasada fil ardi inna Allaha la yuhibbul mufsidin, kwamba msieneze uharibifu ardhini, ardhi ya Allah tabaraka wa taala, tusieneze uharibifu, kwani hakika Allah tabaraka wa taala hawapendi wenye kufanya uharibifu. Akajikita katika kuzungumza kuutengeneza moyo na kuweza kuulinda na kuepusha na maradhi ya hasad. Ibadallahi taala, inna min akhtari amradi alqulub wa ashadduha ihlakan marad alkibr. Tutambue ndugu zangu Waislamu, hakika maradhi hatari zaidi katika moyo wa mwanadamu, wa ashadduha ihlakan, lakini vile vile makubwa zaidi kwa kumwangamiza mja, maradhi al-kibr, ni maradhi ya kibri ambayo kwamba asluhu fil qalbi, asili ya maradhi haya ni katika moyo wa mwanadamu. Na tukumbuke kuwa siku ya kiyama ni siku ambayo kwamba la yanfa'u malun wala banun illa man amana na haki. Lakini si hivyo tu, waghamti nasi, na kuwadharau watu pia. Wallahi ndugu zangu watukufu wa Islamu, watu wamefikia mahala kuwadharau watu kwa sababu ya mali walizokuwa nazo. Lakini si hivyo tu, kuwadharau watu kwa sababu ya koo nzuri na saba walizokuwa nazo. Basi kwa sababu ya nasaba zao mtu anapata kudharauliwa. Lakini vile vile si hivyo tu, kuwadharau watu kwa sababu ya vyeo walivyokuwa navyo, na hili ndilo jambo ambalo kwamba limekithiri hata katika wema waliopita. Wakati mfalme mmoja anajiandaa kutoka katika ziara zake, anawatuma askari wake kwa ajili ya kuweka hali sawa katika njia.
askari wanaozuia watu wote, hakuna hata mmoja kukatisha njiani, kwa kuwa kiongozi mkubwa na mfalme wa nchi anataka kupita. Wakati wakiwa katika kazi hiyo, mara akatokea mzee mmoja, yeye anapita njiani. Askari wanamuuliza, haukuona katazo na tangazo lililowekwa kwa kiongozi wa nchi anataka kupita? Wanataka kumzuia mzee yule. Akawaambia kwamba at-tariqu yasa'uni wa yasa'uda, kwamba njia yanitosha mimi na yeye yamtosha. Kupita kwangu mimi hakuwezi kuzuia kupita kwake, wala mapito yangu mimi hayahusiani na mapito yake. Askari wakamwachia kwa kuwa ni mzee mtu mzima. Twende tukaone namna ambayo kwamba watu hufanya dharau na kibri kwa sababu ya vyeo walivyokuwa navyo. Anapiga hatua mbele, anakwenda anakutana na mfalme. Mfalme anastaajabu kumuona kiumbe yule akitembea sehemu ambapo kwamba watu wote wamepigwa marufuku mpaka pale atakapopita. Anamuuliza, haujakutana na askari wakakuzuia? Haujakutana na tangazo linakuonesha? Akamwambia, nimeliona na umeniambia, lakini nilichowajibu ni kwamba njia inanitosha mimi na wewe pia inakutosha. Faqala al-maliku atadri man ana, wafahamu mimi nani? Hizi ndizo lugha za watu wenye kibri. Ukimkuta mtu anakuambia kwamba wanifahamu mimi ni nani, unajua changu mimi, unafahamu elimu niliyokuwa nayo, fahamu hizo ni lugha za watu wenye kibri. Faqala tilka shakhs naam, yule mzee mkubwa akamwambia, ndio ninakufahamu. Awwaluka, akamwambia, ufahamu ninakufahamu wapi? Ufahamu ninakufahamu wewe, awwaluka nutfatun madhra wa akhiruka jifatun qadra wa baina dhalika tahmilu al-adra. Huyu ndiye wewe, mwanzo wako ulikuwa ni tone chafu la manii, wa akhiruka jifatun qadra, lakini si hivyo tu, hata mwisho wako utakuwa ni mzoga wenye kunuka. Baada ya mauti wake si mtu ambaye kwamba utakuwa unawatamanisha na kuwafurahisha watu, utakuwa ni mzoga wenye kunuka. Wa baina dhalika tahmilu al-adra, lakini kati ya uhai wako, kati ya mwanzo wako na mwisho wako, katikati unashughulika na kubeba uchafu tu. Huyu ndiye wewe. Kiko wapi cheo ambacho kwamba mwanadamu anakiringia? Ibadallah, inna al-kibra huwa awwalu dhanbin usiya Allah bihi fi as-sama. Tufahamu kwamba kibri ndio dhambi ya kwanza ambayo kwamba Allah tabaraka wa taala aliasiwa nayo mbinguni. Dhambi ya kibri ni dhambi ambayo kwamba Allah tabaraka wa taala alikosea kwa mara ya kwanza kabisa katika ufalme wa mbinguni. Faqad aba iblis an yasjuda li Adam, hakika Iblis pale alipoamrishwa kumsujudia Adam alikatakata. Faqala mutakabbiran, akasema aliyekuwa ni mwenye kufanya kibri, ana khairun minhu, mimi Ibilisi ni bora kuliko Adam. Tizama lugha za wenye kibri, anasema mimi ni bora kuliko yeye. Anamwambia Allah, khalaqatani min nari wa khalaqatahu min tin, ubora wangu mimi, yeye umeumba na udongo na mimi umeniumba kwa moto. Fakana al-kibru sababan la'natihi, kibri kikawa ndio sababu ya kupata kwake laana, wa tardihi wa hilakihi, lakini kikawa ndio sababu ya kufukuzwa kwake katika rehema za Allah tabaraka wa taala, na ikawa kibri ndio sababu ya kuangamia kwake. Hatupo watu wenye mfano wa kujidai kwamba mimi katika mgongo wa ardhi. Hivi haya yaliyopita hayatoshi kwa sisi kujifunza. Wa huwa aidan awwalu dhanbin usiya Allah bihi fil ard, lakini si mbinguni tu, hata ardhini. Dhambi ya kwanza ambayo kwamba Allah tabaraka wa taala aliasiwa nayo kwanza ni kibri katika ardhi. Faqatala Qabil Habil, pale ambapo kwamba Qabil
alimuua ndugu yake Habil. Sababu ya kumuua ni kibri, kibran wa hasadan, kwa kumfanyia kibri tu na hasad akaweza kumuua. Haya hayajatosha kwetu sisi kuwa ni sehemu ya funzo, lakini si hivyo tu. Ikhwatal iman wal islam, umru Firaun alayhi lana, mtizameni Firaun haithu qala ana rabbukum al-a'la, pala alipothubutu na kusema mimi ndiye Mungu wenu mkubwa, mimi ndiye Mungu wenu wa juu. Madha kana maswiruhu, ni yapi alikuwa mwisho wake baada ya kuwa amefanya kibri hiki? Ghuriqa wa asbaha jasaduhu ayatan likulli mutakabbir, aliangamizwa, alizamishwa katika maji. Wa asbaha jasaduhu ayatan, na kiwiliwili chake kikawa ni mazingatio makubwa, likulli mutakabbirin, kwa kila ambaye kwamba katika mgongo wa ardhi bado anaendelea kufanya kibri. Kama dhambi ya kibri ilikuwa ni sababu ya Firaun alayhi lana kuzama katika maji na kuweza kuangamia, vipi tusijifunze kutokana na waliopita? Lakini si Firaun tu, wanzuru Qarun, mtizameni pia Qarun ambaye kwamba alimiliki mali nyingi kweli kweli katika mgongo wa ardhi. Historia inatuambia kwamba funguo za kuweza kufungulia hazina iliyobeba mali zake zilikuwa zikibebwa na ngamia 100. Funguo tu za kuweza kuifungua hazina. Huyu bwana alikuwa na mali kiasi gani? Lakini tizameni hali yake baada ya kupetuka mipaka na kufanya kibri katika mgongo wa ardhi. Madha kana jazauhu, yapi ambayo kwamba yalikuwa malipo yake? Khasafa Allahu bihi wa bidarihi al-ardh, Allah tabaraka wa taala alimdidimiza yeye pamoja na nyumba yake ardhini, alizama moja kwa moja ardhini. Ndugu zangu watukufu wa Islam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr, hataingia peponi ambaye kwamba kitakuwepo katika moyo wake kitone kitakuwepo katika moyo wake kijisehemu kidogo tu katika kibri. Allah tabaraka wa taala atujalie kuwa ni minal ladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. والله تبارك وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال عز من قائل عليم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فيا أيها الناس، أوصيكم مرة ثانية وأوصي نفسي بتقوى الله تعالى، فقد فاز المتقون. يقول القائل: إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا. وخير خصال المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم ارض عن الخلفاء الأربعة الكرام حماة الإسلام الخليفة أبي بكر الصديق وأمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وأمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب. وارض اللهم عن السبطين الجليلين الشهيدين الإمام أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منا والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وآمنا في أوطاننا ولا تفتنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واقض حوائجنا وحوائج جميع السائلين من المسلمين، واختم لنا بخاتمة منك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لي ولكم ولسائر المسلمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.